Wapiganaji wa Kihouthi huko nchini Yemen pamoja na Saudi Arabia bado wanaendesha vita nzito. Vita hivi sasa vimekuwa ni vita vingine vikubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, vita ambavyo pia Wamarekani na watu wa Magharibi wanavyohusisha na Iran pia. Mashambulizi ya Saudi Arabia sasa yamelenga maeneo ya kijeshi ya Wahouthi katika mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen. Hii ni kwa mujibu wa televisheni ya Al Masira yenye uhusiano na Wahouthi ikisema Saudia imeshambulia vituo vya shirika la mawasiliano la serikali katika mji wa Hodeida. Hata hivyo, kwa upande wa Wahouthi wa Yemen nao pia wanafanya kazi nzito kwa ajili katika mapambano dhidi ya Saudia. Muungano unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen ulisema ulifanya mashambulizi katika maeneo ya kijeshi ya Wahouthi katika mkoa wa Hodeida nchini Yemen mnamo siku ya Ijumaa, ukisema maeneo hayo yalitumiwa kutishia meli za kibiashara. Televisheni ya Al Masira ilisema Saudia inashambulia vituo vya shirika la mawasiliano la serikali katika mji wa Hodeida. Mtangazaji alisema vikosi vya Saudia vililenga kisiwa cha Kamaran karibu na pwani ya magharibi mwa Yemen. Katika taarifa yake, Turki Al-Malki, msemaji wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen, amesema siku ya leo Jumamosi kwamba bandari ya Hodeida haijalengwa na kwamba bandari zote za Yemen zikiwemo Hodeida, Ras Isa na Salif zimesalia wazi kwa usafiri wa baharini na zinapokea meli za kibiashara. Muungano wa Saudi Arabia uliendelea kuchukua hatua zinazohitajika kulinda meli zake na maslahi ya Saudia na utajibu bila maelewano ikiwa Wahouthi wataendelea kile walichotaja kama vitendo vya uhasama. Wizara ya mambo ya nje ya Wahouthi wa Yemen imesema kwamba mashambulizi hayo yanaashiria mwanzo wa awamu ya kupanda kwa ongezeko na kushikilia Saudi Arabia kuwajibika kwa matukio yoyote yanayotokea. Wahouthi wameapa kuishambulia vibaya Saudi Arabia na Saudia imesema kwamba itapambana na kundi hilo mpaka pale ambapo kundi hilo litaondoka. Saudi Arabia ilipigana vita vya miaka 7 nchini Yemen kuanzia mwaka 2015 baada ya vuguvugu la Wahouthi linalotajwa kuongozwa na mkono wa Iran kuteka mji mkuu wa Sanaa na kuiondoa serikali inayotambulika kimataifa madarakani. Makubaliano ya mwaka 2022 yalisitisha mapigano makubwa zaidi katika mzozo ambao uliua mamia ya maelfu ya watu kupitia ghasia, njaa na magonjwa. Shambulio la Wahouthi kwenye uwanja wa ndege wa Saudia limedhoofisha usitishaji wa amani, lakini mapatano yamedhoofishwa na Wahouthi kulenga uwanja wa ndege wa Saudia mnamo Julai 13 baada ya kushambuliwa kwa uwanja wa ndege wa Sanaa, na tangazo la kizuizi cha baharini cha ufalme huo kilichotekelezwa na mashambulizi dhidi ya meli za mafuta za Saudia ambazo Wahouthi walisema walitekeleza siku ya Alhamisi. Wanamgambo wa Kihouthi walisema shambulizi hilo la uwanja wa ndege lilijibu shambulio la Saudia kwenye uwanja wa ndege unaodhibitiwa na wanamaji na kwamba mzingiro huo wa wanamaji ni jibu la mzingiro wa Saudi Arabia dhidi ya Yemen, jambo ambalo Saudia imekanusha. Meli ya Saudi Arabia ya NCC Masa ilipata uharibifu mdogo kutokana na kushambuliwa katika Bahari Nyekundu siku ya Ijumaa. Shirika la habari la kiserikali la Saudi SPA limeripoti likinukuu chanzo rasmi cha mamlaka ya uchukuzi. Meli hiyo iliendelea na safari kuelekea inakoenda baada ya ukaguzi kuthibitisha kuwa meli na wafanyakazi wake walikuwa salama, SPA ilisema. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment kadhalika kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein.